Na asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya tukiwa katika dakika za mwisho. Na hapa nataka nizungumze na daktari hivi sasa. Tumezungumza mengi, wazazi wamezungumza, watu wenye ulemavu wenyewe wamezungumza. Pengine wewe kama daktari, una ushauri gani ambao ungependa kuambia wazazi wanaolea watoto wenye ulemavu humu nchini? Asante Mwanahamisi. Ningependa kuhimiza wazazi wa watoto walemavu kwamba ili jamii ikubali watoto hawa, mtu wa kwanza kukubali hawa watoto inafaa kuwa wazazi wenyewe. Familia ya mtoto lazima ijikubali kwamba tuna mtoto ambaye ana upungufu wa aina fulani ama ana ulemavu, na wapatie huyu mtoto all the necessary measures ya kumsaidia kuweza kujisaidia yeye mwenyewe. Okay, daktari, kabla uendelee, naarifiwa kwamba Michael Mutinda yuko tayari kule Makueni. Tuzungumze naye alafu tutarudi tuje tuendelee. Michael Mutinda, kama unanisikia, nafasi ni yako sasa. Ndio, na kupata kwa njia mufu kabisa nikiwa kaunti ya Makueni katika uwanja wa Police Grounds mjini Wote, ambapo hapa nyuma yangu ndipo hafla kamili ya maadhimisho ya siku hii ya watu wanaoishi na ulemavu inafanyika, na walifanya msafara katika mji wa Wote kwa ajili ya kutoa hamasisho kwamba watu waweze kujitokeza. Na ni kwamba hapa kaunti ya Makueni tayari kumekuwa na zoezi la usajili wa watu wanaoishi na ulemavu linaloendeshwa katika wadi mbalimbali, na kufikia sasa serikali ya kaunti ya Makueni imeweza kutoa hamasisho ama imeweza kusajili wadi 22 na bado wadi 8 ambazo hazijasajiliwa, na wanaendelea kuhimiza walio na watoto kama hawa waweze kuwatoa ili waweze kusajiliwa. Niko na waziri hapa kabla ya kuungana na mwenyekiti waziri wa masuala ya jinsia hapa kaunti ya Makueni. Waziri, tukianzia kwa kifupi, kuna masuala ambayo yameweza kuibuliwa na watu hawa wanaoishi na ulemavu, na hususan masuala katika mambo ya afya. Wanasema kama katika hospitali za kaunti ya Makueni hakuna wale watu ambao wanaweza kuwaonyesha kwa ishara na wanapitia hali ngumu, na vile vile kama serikali labda katika kuimarisha hali ya afya ya watu hawa mmeweka mikakati gani? Asante. Kwa majina naitwa Engineer Sebastian Choni, waziri wa jinsia, watoto, vijana, michezo na huduma za kijamii Makueni County. Tuko hapa katika sherehe za walemavu duniani, ambapo tumekusanyika na walemavu wa Makueni County kuongelea mafanikio tumeyafanya kwa mambo ya walemavu na ni jinsi gani tunaweza kuimarisha maisha ya walemavu. Makueni County tumeweza kufanya mambo mengi tu kuhusu kuimarisha maisha ya walemavu. Tumesajili walemavu ward 22, kati ya ward zetu zote ni 30. Kwa hiyo ward 8 ndio zimebaki kuandikisha walemavu. Katika zoezi hilo huwa tunaangalia walemavu, tunawatembelea mpaka manyumbani kuwajua ni walemavu wangapi, wana ulemavu aina gani na ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia, na pia tunawasajili na kuwapatia vyeti vya ulemavu ambavyo vinawasaidia katika mipango mingine ya serikali. Pia tumeweza kufanya sheria zinazowalenga walemavu. Tuko na Makueni Persons with Disability Policy ambayo inatupa mwongozo wa jinsi gani tunapanga mipango ya walemavu. Tuko na Makueni Social Protection Act ambayo imepitishwa tu juzi na bunge, na ndio tuko katika harakati ya kuanza kuitumia, ambayo inatupatia pia mwongozo wa jinsi gani tunaweza kuwasaidia walemavu katika hali ya afya, katika hali ya kuwasaidia watoto wao kusoma, katika hali ya kuwasaidia hata katika mambo yao ya chakula na vitu vingine. Waziri, wacha ni kukatia hapa kwa sababu ya wakati, tusikie mwenyekiti alafu tumalize kwa sababu ya muda. Mko hapa leo nyinyi kama watu mnaoishi, wewe ni mwenyekiti wa muungano wa watu walio na ulemavu. Kwa kifupi kabisa, labda hali zenu za kiafya zimeimarishwa vipi ama ziko vipi kaunti ya Makueni? Asante sana. Tunasema kwamba Makueni imepiga hatua katika hali ya afya kushughulikia watu ambao wanaishi na ulemavu. Sema kwamba the way it was before sio kama vile iko leo, na ukienda pale unatambulika, na kuna docket and directorate ambao inatengenezea watu miguu
ile arthropesis, na pia kuna docket ambayo inashughulikia assessment. Ile ambayo tumekosa pale ni issue ya interpreters, especially wenzetu ambao hawezi kuongea. Kwa hivyo hiyo ni jambo tumeongelea, but we are engaging the government to make sure that it happens. Ya jambo ambao tunaona kwamba imewekwa kwa mpango, especially this financial year, ni inaitwa Mutula Care, to make sure that many people, especially watu wetu, wameregister katika SHA, wamezaidiwa kuregister so wapate matibabu ambao inaweza kuwasaidia. Na kwa hivyo tunaona tunaendelea vizuri na tunaendelea kushikiliana na serikali ili mambo yetu yakuwe mazuri. Naam, asante Mwanahamisi. Ni kwa kifupi tu, huyo ni waziri wa masuala ya jinsia hapa kaunti ya Makueni, Waziri Choni, na mwenyekiti wa masuala ya watu walio na ulemavu hapa kaunti ya Makueni, Bwana Katuma, hawa akitupa tu taswira kwa kifupi zaidi, lakini wanasema kwamba hiyo Makueni Care ni kwamba tu watu hawa walio na ulemavu watawekwa ndani ya mpango wa SHA ili waweze kupata huduma za kiafya ambazo mtu mwingine yote anaweza kupata katika ile huduma ya afya ya SHA. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo. Tutaweza kusanya taarifa zaidi katika hafla hii ambayo inafanyika hapa na tuweze kuleta katika taarifa zifuatazo. Mimi ni Michael Mtinda, Mwanahamisi. Asante sana Mutinda kutoka kule Makueni. Tukirudi hapa ndani ya studio, daktari, tulikuwa tunazungumzia kuhusu wazazi. Maanake tumeona kwamba watoto wengi wenye hili tatizo, kuna tetesi kwamba wengine wanafichwa, wengine wazazi hawaangalii vile inavyostahili. Unakuta wakati ambapo pengine kuna shughuli wameitwa watoke, ndio unapata mtoto anakuja, ukimwangalia ile hali yake unaona huyu pengine angekuwa ameshughulikiwa mapema, asingefika katika ile hali ambayo yuko kwa sasa. Pengine ujumbe wako muhimu ambao ungependa kuwapatia wazazi siku ya leo. Asante Mwanahamisi. Jinsi nilivyosema, la kwanza ni mzazi mwenyewe kujikubali kwamba yeye ni msaidizi wa mtoto ambaye ana ulemavu ama ana matatizo fulani. Na anapokubali huyu mtoto na kujikubali pia yeye, inafanya kwamba inakuwa rahisi kwake kuweza kulea huyu mtoto, kwa sababu wakati mzazi mwenyewe anakana huyu mtoto, basi huyu mtoto atadhoofika kiafya. La pili ni ningependa pia kuwahimiza watembelee vituo vya afya, haswa vituo vya, natumai kila kituo cha serikali cha afya kina department ya kusaidia watu ambao wana ulemavu ama watu wa mazoezi na mambo kama hayo. Wakati wanatoka nje na wanasema nina shida, Mwanahamisi, nina shida hii na sijui jinsi ya kulea huyu mtoto, hata kama kituo hicho hakina huo uwezo, kitaweza kumwelekeza mahali ambapo atasaidika. La tatu ni kuwahimiza, jinsi Bwana Khan alisema, wajisajili na kituo the National Council of Persons with Disability ili waweze kuhesabiwa wakati watu wanapata usaidizi. Jambo jingine na ninaweza wahimiza pia kwamba ni kutafuta watoto wengine ama kutafuta wazazi wengine ama watu wengine ambao wana changamoto za ulemavu, kwa sababu wanasema tukiwa pamoja tunainuana. Wakati kama jinsi Josephine alivyosema, alikuwa na changamoto nyingi shuleni hadi wakati ambapo alipelekwa kwa shule ya kusaidia watoto ambao wana ulemavu na akaona kwamba kumbe si mimi peke yangu ambaye nina changamoto, na katika hiyo na pia ikamsaidia pia kujikubali na probably kujiinua. Kwa hivyo pia watu ambao wana hizi changamoto katika kijiji fulani wakikuja pamoja na wajisaidie na wajiulize tunaweza jisaidia vipi kujimudu ama kusaidia hawa watoto wetu, itawasaidia kuboresha maisha yao wakati pia wanatafuta usaidizi mwingine. Okay. Kuna swala ambalo amelizungumzia daktari kwamba watu wajitokeze waende wajisajili katika mambo ya National Council ya People with Disability, lakini naona pengine Han, wewe kwa mtazamo wako, kwa experience yako, hawa watu umewataja kwamba wamekusaidia kwa kiwango kikubwa. Kuna watu hapa wanalalama, wanasema kwamba hawapati usaidizi. Kama huu anasema ukienda kutafuta hiyo kadi ya ulemavu unaambiwa lazima mtoto awe na miaka 5 na wanaona venye mtoto yuko. Mimi naomba nisaidiwe kuunganishwa ili niwaze kupata hiyo kadi. Manisha siku hizi hata hutaki kuenda hospitali kupata hiyo assessment form au nini. Siku hizi ukipata hiyo assessment form unaenda online. You don't have assessment form ataitoa wapi? Anaenda kwa hospitali ya serikali ambayo
inafanywa bure kabisa. Na alafu ukiwa na hiyo unaenda online kwa portal ya NC, National Council for Persons with Disability, na unaregisteriwa kwa online. Okay. Hutakiwi siku hizi kukwenda kwa... Hivyo anaweza kwenda kwa cyber. So unaenda kwa cyber akasaidiwa. Unaenda unasaidiwa mara moja. Sasa sio siku hizi. Zamani ulikuwa na takiwa uende na hiyo assessment form kwa ofisi za National Council, lakini siku hizi ni online. Sasa ukienda kwa cyber cafe yote na uonesha hiyo form ya assessment form na uende na picha ya huyo mtoto nini, watakusaidia na watakuregisteria online mara moja. Sawa sawa. Sasa wewe pengine katika safari yako ya kuishi na mtoto mwenye ulemavu umejifunza kitu gani muhimu ambacho leo hii wakati tunamalizia ungependa mzazi mwingine naye pia ajue? Ningesema hivyo kwa wazazi wote ambao wako na watoto walemavu. Tafadhalini, please, mkiwa na mtoto kama hiyo, kitu ya kwanza ni familia ku-accept hiyo mtoto. Ya pili, toa hiyo mtoto, peleka yeye kwa huduma ambayo inatakikana, kama ni physiotherapy, kama ni occupational therapy, saidia mtoto, peleka yeye kwa fasi hiyo, anaweza pata hiyo huduma na anaweza kusaidiwa. Msifiche hiyo watoto. Peleka watoto kwa fasi hiyo, anaweza pata hiyo huduma. Na Mungu akisaidia wanaweza faidika sana. Msifiche hiyo watoto tafadhali, pelekeni watoto kwa huduma hiyo na wanaweza kufaidika. Sawa sawa. Josephine, tunamalizia sasa, pengine ungependa kutoa ushauri gani kwa watu wazima, vijana ambao wenye ulemavu kuhusu umuhimu wa kujali afya yao? Ningependa kusema kwa kila mtu ambaye ana ulemavu hapa nje, wakati unasikia unahitaji kwenda hospitali, usikae tu kwa nyumba, usijifiche, uasimu ati itakuwa sawa. Haitakuwa sawa kama wewe hujajituma. Ujitoe nje, jipeleke ukaweza kupata hizi huduma za afya, kwa sababu hata ukikaa kwa nyumba hautajua changamoto zenye ziko pale nje, na kupitia kwa hizo changamoto unaweza ukazungumza na zikaweza zikarekebishwa. Lakini ukijificha, kama uziendei, pia wauguzi wenyewe hawatawajua kama kuna changamoto zenye sisi tunapitia. Kwa hivyo kitu cha maana ni kujitokeza, lakini cha muhimu zaidi ni kujipenda. Maana kama hujajipenda, hautajituma, hautajitokeza. Kwa hivyo watu wajipende na wakubali kuwa kuna vitu katika hii maisha hatuwezi tukarekebisha. Kama ulemavu ukikupata umekupata, hakuna kitu utafanya. Kwa hivyo mtu ajikubali na ajitume, na usikuwe tu, napenda kusema tu, kuwa tu wewe. Hata ukiambiwa nini hawezi badilika. Wewe ni wewe, utabaki kwa wewe, na usijifiche kwa sababu ya mtu. Wewe toka nje, wewe enda, kwa sababu kenye cha maana sana ni vile wewe unajitazama, si vile dunia inakutazama. Kweli. Ndio. Asante Bwana Ngao, pengine ujumbe gani ungependa kutoa kwa wananchi kuhusu kuunga mkono haki na afya ya watu wenye ulemavu? Jambo ambalo ningependa kuliweka wazi ni kwamba sheria ya watu wenye ulemavu mwaka 2025 ipo. Sera ya kitaifa kuhusu sheria hiyo ipo. Na katika gurudumu zima la afya, Baraza la Kitaifa la watu wenye ulemavu limeambiwa litahusishwa moja kwa moja kwa programu zote za kiafya, ikiwa pamoja na waziri wa afya wa kila gatuzi nchini. Jambo hili Baraza la Kitaifa la watu wenye ulemavu hakikishe wanashirikiana na mashirika husika ambayo wanafanya miradi ya kiafya na pamoja na makundi ya watu wenye ulemavu, ili wakati tunasema kwamba tunataka kuboresha afya, iwe ni sauti ya mtu wa chini mwenye ulemavu imewekwa katika nguzo ya miongozo yote ya kiafya nchini. Asante. Daktari, kauli ya mwisho tukifunga sasa. Asante na Hamisi. Kwanza ningependa kusema kwamba kuna aina za ulemavu ambazo vinaweza kuwa prevented, ya? Kabla ya ambavyo tunaweza kuepuka. Ulemavu wakati mwingine unaweza epukwa. Na hili jambo kwanza ningependa kuhimiza wanawake kwamba
kabla ya kupata ujauzito, wakati unapanga kupata ujauzito, wakati we ni mjamzito, na baada ya kupata ujauzito, kuna mikakati ambayo unaweza weka kusaidia ama kuepuka kupatia mtoto ulemavu. La kwanza ni kutumia madini ile ambayo tunaita iron and folic acid. Hiyo inasaidia katika ukuaji wa ubongo wa mtoto na pia uti wa mgongo. Wakati mwanamke ama mama hana madini ya kutosha mwilini, wewe unapata kwamba ina affect development ya mtoto. Kwa hivyo unapata mtoto anaweza pata spina bifida, ama unapata kwamba mtoto amezaliwa lakini ubongo haujakuwa. Pia ningependa kuhimiza wauguzi kwamba wanawake, wakati unashughulikia mwanamke ambaye ni mjamzito, kumbuka kwamba mwanamke mjamzito si mgonjwa na pia mtoto wake si mgonjwa. Kwa hivyo tunafaa pia kurekebisha na kuhakikisha kwamba practices zetu ama vitu ambavyo huwa tunafanya na wanawake, tusitume mgonjwa kwenda kufanyia mama kufanyia upasuaji wakati muda umeshapita sana, ilhali huyu mtoto angeweza kusaidika ama mama angeweza kusaidika ili mtoto asipate cerebral palsy. Jinsi ambavyo watu wanapata cerebral palsy ni kwamba mtoto anapata kubleed katika kichwa, katika ubongo, ama oxygen inakuwa chini, kwa hivyo inadhuru cells katika ubongo. Na hiyo oxygen kukua chini ni kama wakati kama mama amekuwa in labor for too long, ambayo tunaita prolonged labor, au wakati wa kuzaliwa mtoto anapata birth traumas. Okay. Kwa hivyo kwa ufupi unasema tutahadhari kabla ya hatari. Naam. Na mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna la kuongezea ila kusema asante kwa muda wako ambao umetumia kutizama Jukwaa la Afya, na kwa wageni wetu leo una kauli ya mwisho, maana yake naambiwa nimemaliza muda wangu. Ningependa kushukuru kwa niaba wa wanachama na mimi binafsi wa APDK. Ningetaka kushukuru Royal Media Services kupitia Citizen TV kupatia sisi na fursa hii ya kuja kuzungumzia hali yao kuhusu walemavu kwa siku hii muhimu wa International Disability Day. Tungeshukuru sana, asante sana mwanamisi kutualika. Mungu awabariki, asante. Amina, amina, na nyinyi Mungu azidi kuwabariki kwa kazi yenu nzuri ambayo munaifanya. Kufikia hapo basi tutakomea na tunasema asante sana, tunakutakia mchana mwema, kwa heri.